msukure Siria msukule Siria kandani ya moyo hawezi sikika Siria kweli mapenzi ni mdudu siki. Vipi Zubeda? Kuna tatizo? Tena kubwa dada yangu. Naomba tuongee. Sasa simuongelee hapa na mimi nipate kuwachangia japo mawazo. Mambo mengine yanahitaji hekima ya mtu mzima mdogo wangu. Ingekuwa linafaa angelimwaga hapa. Mambo yameshaharibika. Kwa nini nasema hivi? Nimemwona James na mganga mwenye mkuu tunaumbuka. Unasemaje? Mwenye mkuu? Ndiyo, na nimeona wanaelekea nyumbani kwao. Inaonekana kuna jambo zito linakuja. Inabidi tujipange mapema. Mwenye mkuu. Mwenye mkuu. Sawa. Wewe nenda. Mimi nitakutafuta. Tujue tunafanyaje. Haya sawa. Mimi naenda. Nikiangalia katika chilolo changu na kile ambacho nilichokiona kwenye ule mwili, ni vitu viwili tofauti. Kivuli cha uhai bado wanacho wao, kwa hiyo ni lazima ifanyike kazi ya ziada ili kuweza kulitatua hili. Sasa tunawezaje kukipata hicho kivuli? Kwa sababu sisi wengine hatuelewi chochote na hatujui hata kinachoendelea. Ndio maana tumekufuata wewe uweze kutusaidia. Wacha madiradira, ni lazima ifanyike kazi ya ziada. Kuna urasima wa kupita nyumba mpaka nyumba ili kuweza kukipata hicho kivuli cha uhai, maana tusipofanya hivyo basi ndugu yenu mtamkosa. Na kila nikiangalia katika nyuso zenu sioni kama mko tayari kumkosa ndugu yenu, na ukizingatia hichi ambacho kilichotokea sio mambo ya kiungu, ni husda za wanadamu wenye chuki na roho mbaya waliotaka kutoa uhai wake huyo kijana wenu. Ni kweli hali siku hizi imebadilika sana, lazima tufuate sheria, tufike kwa mwenyekiti tumpe taarifa ili tulifanye jambo letu kwa wakati. Hiyo mimi sio kazi yangu ya kufuatilia kibali, hiyo ni kazi ya wanafamilia. Kwa hiyo ni nyinyi wenyewe mshirikiane ili kuweza kukipata hicho kibali na kuanza kazi hiyo mara moja. Sawa James, wewe ndo mwenyeji hapa, ongozana na shangazi yako, iko kibali kipatikane leo ili tulifanye hili jambo. Sawa baba, nimekuelewa.
mimi nitashirikia hilo, na uzuri wa bahati mwenyekiti ni mtu ambaye anapiga vita sana masuala ya ushirikiano. Mimi nitashirikiana na shangazi, na kwa uzuri wa bahati mwenyekiti ni muelewa, hana shida, atanielewa na leo kazi itafanyika. Sawa. Basi hilo limekwisha. Wacha madiradira. Sina sababu ya kulizuia hilo, kwa sababu serikali yetu haina udini wala ukamilifu. Kikubwa ni kufuata sheria kwa wananchi wangu. Kikubwa ni kufuata sheria, kwa sababu tunahubiri amani na amani isivunjike kwa wananchi wangu. Ninashukuru mwenyekiti wangu, ni kuahidi na kuhakikishia kabisa tutalifanya jambo kwa amani na utulivu, na tutahakikisha tunafuata sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama zinavyosema, na kudumisha amani kama Mheshimiwa Rais anavyosema. Basi haina shida, mimi kikubwa tu mfuate sheria, nasisitiza. Sawa? Sawa. Nikuelewa kiongozi wangu. Tumesha karibia. Kwa hiyo ninachokiomba, tutakapofika hapo muwe na moyo wa ujasiri kwa lolote lile litakalotokea. Umeelewa vizuri? Tumekuelewa. Wacha. Lelewa mayoka, lelewa mayoka, Simba Luganga na ubembeleza, Simba Luganga na ubembeleza, lelewa mayoka, lelewa mayoka, lelewa mayoka, Simba Luganga na ubembeleza, Simba Luganga na ubembeleza, lelewa mayoka, lelewa mayoka, Simba Luganga na ubembeleza, lelewa mayoka, lelewa mayoka, Simba Luganga na ubembeleza, Simba Luganga na ubembeleza, lelewa mayoka, lelewa mayoka, Simba Luganga na ubembeleza, Simba Luganga na ubembeleza, lelewa mayoka. Simba Luganga ubembeleza, Simba Luganga na ubembeleza, mama mayoka, mama mayoka, Simba Luganga na ubembeleza, Luganga na ubembeleza, mayoka, mayoka. Lelewa mayoka, Simba Luganga na kubembeleza, Simba Luganga na kubembeleza, Simba Luganga na kubembeleza, lelewa mayoka, Simba Luganga na kubembeleza,
Maruka ngana kuendeleza Maruka 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 ngana kuendeleza Maruka ngana kuendeleza Oh mama Maruka Oh mama Maruka Maruka ngana kuendeleza Maruka ngana kuendeleza Maruka. Beba mambo mengi sana, inafanya watu wengi wanaumana, siri inafanya watu wengi wanarogana. Siri imebeba mambo mengi sana, inafanya watu wengi wanaumana, siri inafanya watu wanarogana. Siri